Naam, Sefu, habari yako kaka? Namshukuru Mungu niko salama, changamoto tu za kiafya. Naam, pole sana ndugu yangu. Mungu ana bless bwana, tunashukuru hivyo hivyo. Ndio. Naam bana, tuzungumze kidogo hapa kuhusiana na baadhi ya maoni ambayo yametolewa katika mitandao ya kijamii kuhusiana na wachezaji wa Simba Sports Club, baadhi yao kutajwa kwamba hawana furaha na furaha yao ipo katika baadhi ya vilabu vingine, huku wakitamani pia kucheza katika vilabu hivyo. Kwa hiki ambacho tunachokiona kwa sasa hivi, je, ni kweli tunaweza kusema kwamba kuna wachezaji hawana furaha na watamani kuondoka kwa Simba kwa sasa? Abdallah, kuna watu walijifunza lugha za Kiingereza. Ndio. Walijifunza lugha na wakatafuta vyeti vya ujanja kwa sababu nchi yetu hii bwana, tunaoneana huruma sana. Na ukiwa serious sana na kufuatilia jambo, basi jamii zinakufuata vibaya. Mimi kwanza nitoe shauri kwa mheshimiwa waziri wa michezo. Nadhani habari ndio hiyo ni habari, sijui sanaa, utamaduni na michezo, ndio hiyo wizara moja. Ndio ni wizara moja. Imeunganisha vitu vyote. Basi ni mshauri waziri wa wizara hiyo arudi kwenda kuangalia vyeti vya hawa watu viko sawa sawa, kwa sababu kuna watu wanafanya matumizi mabaya ya akili, matumizi mabaya ya fursa. Yule Ansi Rafaeli ndio ni mtu anafanya matumizi mabaya ya fursa. Kwanza sio mchambuzi wa masuala ya mpira, kwa sababu mpira yenyewe haufahamu. Yule ni miongoni mwa machawa ambao wako studio, umenielewa vizuri Ndio. Wanazungumza na walionekana wanazungumza vizuri, wanajua kupangilia maneno, wakawekwa studio kwa makusudi na wao wazungumze. Kwa sababu vitu vyote unavyoviona ambavyo jamii inavifuatilia vina miko yake. Sasa niguse hapo kidogo. Ndio. Ukiambiwa huyu ni mwanahabari ana miko. Mwanahabari hawezi kutoa siri ya mtu alimpa habari. Kwa mfano, kama ni habari inataka kuhusiana na iwe siri, mwanahabari miko yake, kuna vitu hawezi kufanya, kuna maneno hawezi kuzungumza. Sasa uchambuzi ambao hauna miko ni uchambuzi gani? Kwanza ni kosa la kisheria. Mtu ambaye ana mkataba kwenye klabu nyingine, wewe ukamzungumza kwa kumpeleka kwenye klabu nyingine, si umenielewa? Ndio. Kwanza ni kosa kisheria. Mtu mwenye mkataba na Simba ukasema achezi Simba vizuri kwa sababu akili yake iko Yanga. Wakati huo huo, mwisho wa mwezi Simba watachukua mshahara na kumlipa Elie Mpanzu. Wakati huo huo, kila siku Simba watathibitisha posho ya Elie Mpanzu. Wakati huo huo, Simba wanajua Elie Mpanzu anakaa wapi na wanamlipia permit ya kuishi. Na kama sikosei, permit ya wachezaji ni zaidi ya milioni 45, ambayo yeye huyu Ansi Rafaeli hajawahi kushika katika maisha yake. Ni njaa kali, sisi tunamfahamu, ni mtu wa kuungaunga. Si umenielewa? Ndio. Sasa haya yote ambayo Simba kama klabu wanafanya, wewe leo unaenda kuyakosoa kama mtu fulani tu umekaa from Norway, Abdallah. Ndio. Pili, atuambie huwa anakutana na Elie Mpanzu saa ngapi wakati wanazungumza haya? Maana yake tumweke attention Elie Mpanzu, kwa maana una Elie Mpanzu umemwambia Ansi Rafaeli uchezi kwa furaha. Kama kukwambia Elie Mpanzu alimwambia nani? Kwa sababu kinachozungumzwa katika lugha ya Kiswahili cha kawaida maana yake amekisema Elie Mpanzu. Si umenielewa? Sahihi. Elie Mpanzu alimhadisia nani maneno haya? Yaani alimwambia nani? Huyo alihadisiwa akaenda akamhadisia yeye. Wewe kama sio mtu wa hovyo, yani ujitambui, mjinga tu mmoja, yani lugha iende kwake tu, unaipeleka hivi mimi nitajibu. Kama sio mjinga tu mmoja na ujitambui, unawezaje kuzungumza vitu vya hovyo kiasi hicho? Hii weka kama dhana. Mimi naona tu Elie Mpanzu acheze vizuri, pengine, umeelewa? Lakini umekuja kama una taarifa official, yani taarifa yako imesimama. Ajabu ya Mwenyezi Mungu, hawa clown wanatakiwa wamwambie bwana, kama umekosa cha kusema kaa kimya. Wale malida wanaomsimamia wanatakiwa wamwambie, kwa sababu huyu hana tofauti na watu ambao wanaingilia taasisi za watu wengine. Umenielewa? Naye akiambiwa ni chawa wa Yanga na bisha, na sisi tunajua, umeelewa vizuri. Wewe ni chawa wa Yanga na ukiacha Yanga, yeye ajue, yani yeye kwenda kutafuta taarifa ya Elie Mpanzu iwe ameambiwa kweli,
iwe amebumba. Hata watu wana taarifa zake yeye pia nyingi za hovyo, umenielewa, anafanya vitu vya hovyo. Yule ana haki ya kuwa mchambuzi, kwa sababu nikwambie, kuna kazi ya mchambuzi na kazi ya shabiki. Unajua yule ni influencer wa Yanga ambaye yuko katika studio ya Crown. Hii watu wakae wakijua, yule sio mchambuzi, yule ni influencer wa Yanga ambaye yuko katika studio ya Crown. Yule pia sio shabiki wa Yanga. Kwa mfano nitakwambia, Geoffrey ni shabiki wa Simba, ndio, lakini Geoffrey ziko nyakati Abdallah anakwenda kuikosoa Simba. Ipo clip moja Geoffrey anatukanana na shabiki wa Simba, ilitrend sana kwenye mitandao ya kijamii. Bahati mbaya tu haikuwa sura ya Geoffrey, lakini sauti tulisikia kwa yake akibishana na mshabiki, tena akitoa lugha ambazo hazipaswi hata kutaja. Umenielewa vizuri? Lakini kwa nini mashabiki wa Simba walimwataki Geoffrey? Baada ya Geoffrey kusimama kuanza kukosoa, umenielewa vizuri, Simba kuanza kutoa maoni yake Simba. Yeye sijawahi kumsikia hata mara moja amewahi kutoa kama mchambuzi kwa ili jambo lilikosewa na wanayanga. Sijawahi kumsikia yeye. Kila muda amestiki katika sehemu ya kusikia. Basi okay, umechagua mlango wa kusikia, leo ndo umechagua mlango pia kwenda kuzungumzia wachezaji wa Simba moja umetumika. Yani mnataka kuanza kuitengeneza dabi, yani watu wasifikiri kumchezesha Elimpanzu. Kama umetumika katika engo hiyo, umetukosea sisi katika engo ya kumlipa mshahara Elimpanzu. Umetukosea katika engo ambayo Elimpanzu kwa sasa maisha yake yako katika mikono ya Simba. Umenielewa? Umemkosea na Elimpanzu ambaye kama alikwambia hivyo, kukwambia useme, manake wewe una asili ya umbea. Hata mimi nikwambie, kama viongozi wa Simba wanahitaji kuijenga Simba, ni kushughulikia wapumbavu wa namna hiyo. Yaani usitoe hata lugha yangu moja nimeongea, niko sahihi, tusijetukana. ndio. Yule ametoka mpaka katika ujinga. Umenielewa vizuri? Kwa sababu matukio ya ujinga aliyafanya muda mrefu, tukamgusa kama mjinga. Sasa analeta matukio kama mpumbavu fulani, yani kwenye ujinga ametoka, maana yake afundishiki. Ni mtu wa hovyo tu, sijui hivi vituo vya television huwa vinaangalia nini? Mbona wako watu mtaani huko wamewaacha wanazungumza vizuri, wanajifahamu, wana nini? Wanakwenda kuchukua mtu hata uelewa wake wa ufanani na hata mwanangu mimi wa mwisho. Lakini hiki ambacho kimezungumzwa hakianza leo, ni muda mrefu sana, kuhusiana na tetesi za Eli kuhusishwa na upande wa pili tangu dirisha kubwa lililopita, kwa maana majira ya kiangazi yani, alihusishwa sana mara baada ya kuchelewa kwenda kambini kwenye pre-season pale nchini Misri. Hata yeye aliwahakikishia watu Elimpanzu anaenda kuchezea Yanga. Huyo ya kuhakikishia watu kwamba vyanzo alivyonavyo Elimpanzu hawezi kuja na amesha saini mkataba Yanga. Umenielewa vizuri? Ndio. Sasa tusubiri muda useme, usitoke sasa tena kwenda kumshabisha Elimpanzu acheze kwa furaha. Yeye anataka acheze kwa furaha gani? Kwanza ndio maana anasema mimi sio mchambuzi. Ngoja sasa mimi nikueleze sifa za kiuchambuzi. Yeye kama ataipata hii taarifa, akakae na waelevu watamtajia. Kwanza Elimpanzu ni mchezaji anayeongoza kwa kuchezewa rafu akiwa yuko uwanjani. Jana ameingia wastani wa dakika 20 za mwisho 25, amechezewa zaidi ya 6,000 kuzidi wachezaji wote walikuwa uwanjani. Hata kama kutokuwa na furaha ni kule kuchezewa rafu ili aumie, alafu akienda Yanga awe na majeraha, hiyo haimo katika mpira. Yule jamaa si mcheza kibisa, yule Ansi Rafaeli. Hana hata brother. Mimi kitu ambacho nakisikia kwake ni kutaja matukio ya kimpira kwa lugha ya Kiingereza. Hiyo anataja mtu yoyote, hiyo haimaanishi unajua. Umenielewa vizuri? Ndio. Si kutaja hizi si penetration pass, si kutaja tactic nini, si hivyo havimaanishi kujua, my brother. Tunapokwenda kuwahoji makocha, wasikilize lugha za kimpira wanazoongea, kasikilize na mchambuzi, utagundua kuna tofauti ya kujua na kuna tofauti ya kuzungumza tu. Umenielewa? Yule na mimi jamii yetu moja. Mimi alichonizidi yule anapigwa na IC, mimi niko mtaani nafanya shughuli zangu. Yule mimi ni influencer wa Simba, ni mhamasishaji wa Simba. Simba haina baya. Yule ni mhamasishaji wa Yanga. Ansi Rafaeli ni influencer wa Yanga. Kwake Yanga haina baya. Sasa anachokosea zaidi anakwenda kugusa brandi za watu wengine. Yaani kabla anapomzungumzia saizi Mpanzu ni mchezaji wa klabu ya Simba. Staiki zake kuanzia kula, kulala, maradhi na vitu vingine vyote wanafahamu Simba. Na unaposema mchezaji acheze katika kiwango, kwa mantiki anaifikiria Yanga, manake wewe una mawasiliano na mchezaji huyo. Mchezaji huyo amekueleza kwamba bwana, mimi hapa sina furaha,
na kwenda, au kuna mtu amemweleza akakusikia. Vipi Simba wakaamua sasa kuchukua maneno yako kama yalivyo, wakatumwa watu wakuja, kwa sababu hiyo ni moja ya rushwa. Unajua watu wanadhani rushwa ni fedha. Rushwa sio fedha. Ngoja nifundishe ile neno rushwa. Kwa mfano mimi nimekulia hapa Buguruni, yani maisha yangu yote yako Buguruni. Umeelewa vizuri? Ndio. Sasa ikatokezea kijana mmoja amesoma akawa hakimu, akaenda kuajiriwa labda Mbeya. Mimi naenda kufanya kosa Mbeya, hakimu ninapelekwa mahakamani ni yule yule anayenijua. Unategemea nitampa hela kwenye kunisaidia? Rushwa ya hapa ni ya kujuana. Hakimu akiona sura yangu anasema huyu ni Seifu. Yaani huyu kaka nimekaa naye, atafight mpaka hakikishe mimi nashinda kesi. Hiyo ni rushwa, miongoni mwa rushwa. Kwa hiyo huyu inabidi kukurua mfate Simba sasa washughulike na hawa watu wengine wapiga kelele. Hawa ndo watu wa kushughulika nao hawa ndo watu ambao taarifa nyingi za kijinga wanapewa hawa wasifanyie kazi. Hawa ndo waharibifu. Huyu kuna mawili miongoni mwa moja. Alikaa na watu ambao wanamtongoza mpanzu kwa maana ya kumpa mkataba. Umeona ni mabwana zake. Na nikisema bwana nazungumzia Saidi. Ni mabwana zake. Umenielewa, ambao wanamtuma. Nimeeleweka kwenye lugha ya Kiswahili fasaha Sahihi kabisa. Amekaa na mabwana zake wakamtuma mabwana zake, au kasikia wanasema, kwa sababu wako wengi hawa ambao wakikaa na mabwana zao taarifa zile tunakuja kuzipata. Kama ni hivyo wamesikia, manake hili ni kosa jingine katika makosa ya kimpira. Sio mpaka litafutiwe uthibitisho huu watu wanaotaka. Tayari kuzungumza na mchezaji ambaye yupo na mkataba faragha ni kosa. Sasa sio kosa kama hatukujua. Tushajua Rafaeli kasema kuwa huyu mtu hana furaha. Umeelewa sijui? Ndio. Watu wa vyama vya soka waanze na huyu ambaye amesema watu nani hana furaha, aseme nani kamwambia. Kama ni yeye kasema katunga, vipi usalama wa mchezaji? Vipi mchezaji atakapobaki na timu yake ujamaa utaendelea kuwa ule ule? Hatakuwa ametengeneza chuki. Kuna vitu vingi vya kutazama, kuna milango mingi huko, kwa sababu ni zuzu fulani azungumza tu ajui milango ambayo inakwenda kumkumba ni milango gani. Kwa hiyo Abdallah, mimi nitoe wasia hata kwa viongozi wa Simba wasio waangalie sana na hawa influencer wanaopiga kelele leo wamesema hiki kesho hiki. Hawa sio watu wa kuwashughulikia, hawa ni bla bla tu. Washughulikie hawa watu ambao wanapewa taarifa na mabwana zao, baadaye taarifa wanazitoa katika mitandao ya kijamii. Mimi katika hilo nimalize kwa kusema viko vituo sasa vimezorota. Kuna kituo kimoja kilitengeneza kuwa kama tawi la Yanga. Ndio. Nasikia sasa hizi watu wengi wameshaondoka, kama nitakuwa sikosei. Mimi niko vijijini shamba nalima na mimi napokea tu taarifa. Nasikia wachambuzi wengi wamefanyaje? Wameondoka. Lakini pia kituo kilipoteza mvuto. Kwa nini kilipoteza mvuto? Kwa sababu kilikaa katika mlango maalum. Kituo kililazimika kuwa tawi la Yanga. Asa na huyu Ansi Rafaeli anakwenda kujaribu crown. Mimi sisemi crown wamtoe Ansi Rafaeli, hapana. Wazungumze naye ajue mipaka yake. Alafu kuna muda wale marida wanaompa wakiona kakosea kwa kiwango hiko, wao wanachotakiwa kukifanya kwa huyu mwamba, wamwambie kwamba bwana hapa unakwenda kukosea, utabemenda. Kwani kile kituo akina kiongozi, si upo yule nani? Au sio kiongozi? Nani? Huyu nani yule anayeandaa vipindi vyao? Si ndio kiongozi huyo? Ndio. Yule Mkomo anasibu. Naam. Ni yeye. Ndio kama muhariri au anatumikaje katika radio station? Ndio muandaaji wa vipindi. Basi kama ndio muandaaji, awe anamwambia kwamba bwana mkubwa, hii unakosea adabu kituo, una najisi kituo. Umeelewa vizuri eh? Sahihi. Haya mambo kaandike kwenye mitandao yako ya kijamii. Mimi kama nitakuwa sikosea, labda niko naoma. Kwani akusema katika kituo ya maneno? Ameandika, amechapisha kwenye peji yake. Tayari hata ungekuwa unazungumza wapi, si mtangazaji wa televisheni. Umeelewa vizuri? Ndio. Kwani akichapisha kule anachapisha mtu mwingine. Shafii Dauda alifungiwa kwa kuchapisha kwenye mtandao. Umeelewa? Mimi Ansi Rafaeli hata angeandika kwenye peji gani, kwanza nakwenda kumshutumu katika media yake. Alafu nitakwenda sehemu nyingine, kwa sababu ili uweze kuniambia tu kitu alizungumza yeye kama kuzungumza. Sasa yeye kazungumza huku, nikisikia katika media anafuatilia nini? Yaani ni yale brother.
Hawa watu wawe makini nao, hizi media zizungumze nao kwamba watu wawe na mipaka ya kuzungumza, wawekewe utaratibu wa kuzungumza. Umenielewa vizuri? Ndio. Mimi cha kumalizia ni kwa Rafael, ni influencer wa Yanga ambaye yuko katika redio ya Crown TV, Crown Radio. Nikushukuru sana kaka. Bana, asante. Mungu akituweka hai, tuna mengi ya kuzungumza, tuna changamoto tumepita. Mimi niwaambie mashabiki zangu, namshukuru Mungu kwa sasa niko sawa. Tutakuwa tukifuatiliana ngazi mpaka ngazi. Kuna mambo mengi ya kusema, mimi sijayasema, ingawaje wengine wamesema, basi na mimi nikipata wasaa nitazungumza.